والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نشكر الله عز وجل ambaye kwa rahma zake na kutuneemesha sisi kuwa na afya njema, kuwa na imani, kuwa Waislamu, lakini akatujalia tukawa miongoni mwa waja wake wachache walioingia katika masiku bora ya dunia na wakawa wanafahamu thamani yake masiku haya. Leo tuko siku ya 8 katika masiku yale layali al-ashr, masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, ambapo kesho siku ya Jumanne itakuwa ni siku ya Arafa, siku ambayo huwa afdalu ayami sana, ni bora ya siku au ni bora miongoni mwa masiku ya mwaka mzima. ففيه تتنزل أعظم الرحمات والمغفرة لغير الحج. hata kwa siku wa haji ni siku ambayo huteremshwa rahma na maghfira ya madhambi, kwa kusamehewa madhambi unatokea katika siku ya kesho. Lakini pia ukiacha kusamehewa madhambi, kama alivyosema Rasuli sallallahu alaihi wasallam, siyamu يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله السنة التي بعده. funga siku ya Arafa hii matarajio kwa Allah tabaraka wa taala ni kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Lakini kuna itqu minan nar, kuachwa huru na moto. Kuachwa huru na moto ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala huacha wengi katika waja wake huru na moto. Hivyo basi hatutakiwi tuwe na taksir, tujivungevunge katika kutafuta hizi fadhila, bali Waislamu wote walioko katika buqaa al-ardhi, sio wale walioko tu kule Arafa, la, kila aliyoko katika mgongo huu wa ardhi hili linamhusu sana. Lakini katika jambo lingine pia, istihbabi dua yaumi Arafa, inapendeza sana kuomba dua siku hii ya Arafa. Kila mmoja ana ya kwake, kila mmoja ana mazonge yake. Inapendeza hii siku ya Arafa watu wakajitenga na mtu akajitafutia sehemu, ikiwa katika msikiti, sehemu nzuri, kwa sababu hii ni siku ambayo yustajabu fihi ad-du'a, siku ambayo hutarajiwa na ina asilimia nyingi za watu kuitikiwa dua zao. Lakini pia kufunga, ambayo hii ni sunna muakkada kwa yule ambaye hakutekeleza ibada ya haji, anatakiwa afunge, ambayo hii ni katika sunna muakkada. Kuzidisha dua na tasbih na tahlil, khasatan albaqiyatu salihat, hasa albaqiyatu as-salihat, yenye kubakia mema, ambao ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar. Haya ndiyo baqiyatu as-salihatu. Allah tabaraka wa taala anasema, almalu walbanun zinatul hayati dunya, mali hizi, mali zenu na hawa watoto wenu, haya ni mapambo tu ya maisha ya hapa duniani. Mali yako ambayo unaipenda,
mali yako ambao waipigia hesabu sana na hutaki utani katika masala ya mali na mambo yako ya kibiashara, watoto wako unawalinda sana, unaumiza kichwa, kwa nini wako hivi? Wawe ni watoto bora. Allah anasema almalu walbanun zinatul hayati dunya. Hawa yani mali, watoto. Kwa hiyo mali inaingia kila unachokimiliki wewe, iwe ni majumba, mashamba, magari, simu, sijui vitu gani, na watoto wako. Hii yote ni pambo la maisha ya kidunia. Kisha akasema walbaqiyatu salihatu, na yenye kubakia mema, khairun, ni bora zaidi mbele ya Mola wako, na kutakuwa na thawabu nyingi zaidi. Nasemaje? walbaqiyatu salihat, Abu Junayd, walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, yani ni bora zaidi thawabu utakazozipata mbele ya Mola wako, na ni katika moja ya matendo ambayo ni bora. Sasa hiyo baqiyatu salihatu yenyewe ni nini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, yani maneno haya ndio ambayo albaqiyatu salihah. Qiraati alqurani walistighfar, kusoma Qurani na kuleta istighfar. Unaweza ukatumia muda wako wa mchana kwa ajili ya kusoma Qurani na kuleta istighfar, mtaka Allah msamaha. Lakini jambo lingine pia muhimu, as-sadaqa, sadaka. Katika matendo ambayo tughafilika nayo sisi ni sadaka, yani tuko nyuma sana. Kuna watu ni watu mamilionea wanatoa sadaka. Hiyo sadaka ambayo wanaitoa ni ndogo, lakini wanadumu katika kutoa sadaka. Huwa tunapitaga kule mijini, watu wenye wafanya biashara mara nyingi wa jamii ya Asia au India, unakuta baadhi ya siku zile za kheri, yani zenye siku ambazo zina munasaba, mfano siku za Ijumaa, siku za sikukuu, au hata siku kama hizi za Arafa, tunakutaga kwamba wale watu wanatoa sadaka, lakini ile sadaka yao si kubwa ya hivyo. Mtu akipita pale anafanya hivi, kuna 200 inachukuliwa inawekwa. Sasa chukulia kwa mfanyabiashara akatoa shilingi 50,000, 50,000 ina shilingi 200 ngapi? 50,000. Eti Sheikh, wewe si mtu wa mathe, 50,000 na 200 ngapi? Tupo pamoja kwamba shilingi 50,000 ina 250. Ayaangalia yeye anawapa watu 200, ni shilingi 200 tu. Unapita, mtu anapita hapa, unakuta anapewa, akija tu pale anapewa. Sasa nataka niulize, hivi sisi katika minasaba kama hii hatuwezi kutoa sadaka kila mmoja ya shilingi 100,000, mtu akaitenga tu kwa ajili ya sadaka, akaitenga kwa shilingi 200, yeye atakuwa anawapa watu 500, ikawa ni katika da'wa, ikawa ni katika moja ya mazoea na vitu wanavyovifanya. Ni kitu kidogo tu, lakini mtu akifanya kwa kutafuta radhi za Allah tabaraka, japo kuna watu wanaponda atoe na ndogo sana, lakini wewe unatoa, wewe hutoi ndogo, hutoi kubwa. Kuna wengine wanatoa biskuti tu hizi,
unakuta ana boksi la biskuti, akija mtu anampa biskuti. Wengine unakuta wametengeneza mchele nusu kilo, wakipita wale maskini wanaoomba anatoka, wamefika labda 10 20 anatoka, vinani vyake 20 vile anawapa, wanaondoka zao. Lakini kwa sababu gani? Tena wale wenyewe wanafanya kusema kabisa, watu weusi ni hamtoi bwana, wanajeuri kweli, wanasema na kweli Sheikh, hatutoi. Mara chache sana kwamba ukute mfanyabiashara mwenye ngozi za kwetu sisi anafanya utaratibu, ni pesa ndogo sana. Inawezekana kwenye draw ya pesa ile watu wenye kuuza vitu vidogodogo, ila wanazotoa wale ni zile ambazo hawahesabu. Yaani kwamba hesabu ikifika mtu anachukua kuanzia 1000, 2000, 5000, 10000, 500 zikibaki yeye anaweka pembeni. Sasa ndio zile anatoa sadaka, lakini yeye amejizoesha hivyo katika moyo wake, anafanya kutafuta radhi za Allah. Haijalishi kwamba ni kikubwa au kidogo, lakini si sadaka itlaqiyya. Taqyidi ndio ile ya kutoa zaka, kupiga hesabu, mtoe zaka nifanyeni. Jambo hili ni sio kubwa la hivyo, lakini wengi tumeshindwa. Billahi alaykum, wengi tumeshindwa, hatufanyi. Yaani kwamba ukukuta mtu wa kawaida siku ya Ijumaa, siku ya sikukuu au siku ya Arafa amejitengea tu, bwana mimi na 500 zangu hizi, ngoja niwape sadaka labda watoto, niwape wenye kuhitajia, sababu wapo watapita mjini kule, wapo hivi unawakuta wamekaa sehemu. Hakuna kitu tufanye. Tukipita tunakuwa na dharura nyingi sana ya huu mtaji wa watu, huyu ikifika jioni huyu anaenda kuchenchi hela nyingi kweli. Sasa wewe umempa wewe mpe. Kuna mmoja anasema wazazi wetu wanateseka vijijini huko, wako na afya kama za kwao, waende wakalime huko bwana. Hatuwezi kufanana akili, hatuwezi kufanana fikra. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vya kufanya ni kutoa sadaka, lakini pia wabirrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili. Hili ni jambo ambalo linapendeza sana. Sawa sawa hawa wazazi wako wawili wako hai, wanajua kwamba unawafanyia wema, au wasijue, lakini ukawakumbuka, au wamekufa ukaamua kuwafanyia kheri yoyote hii. Hivi ni vitu ambavyo vina fadhila nyingi sana. Katika ile moja ya kuandaa mambo yako, basi usiwasahau wazazi wako, aidha wametangulia au bado wanaishi. Usiwasahau kwa kufanyaje? Unaweza ukatoa sadaka, unakusudia thawabu zako hizo unazozipata, au thawabu utazipata wewe na wao pia, kanuia katika hiyo sadaka unayoifanya wazazi wako, kaenda kusaidia watoto yatima, lakini unakusudia kwamba wazazi wako nao wapate chochote kitu. Hizi zote ni katika kheri ambazo leo watu wanajikusuru, watu wanakuwa hawazikimbilii kheri hizi ambazo walikuwa wakizikimbilia wema waliotangulia. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidini. Hiyo Arafa yenyewe ni kesho. Leo ni yaumu tarwiya na kesho ndio Arafa, ambayo ikikudiriki uko vizuri. Wallahi hatujui, vifo tutembea navyo, afya hizi hapa zipo lakini zatetereka kila uchao. Hatujui kwamba je, Arafa nyingine itatukuta tukiwa katika hali gani? Je, masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja yatatukuta tena tukiwa na hali gani? Kwa ni lazima tuonyeshe mabadiliko. Huwezi ukasema kwamba siku zote 10 ujitenge sehemu, uchamunguo hakuna, ukana dhurufu hali biashara nini, lakini siku ya Arafa utengee muda, kama sio baada ya dhuhuri ile, angalau upate dhuhuri, baina ya dhuhuri na asri, ujifikie sehemu baina ya dhuhuri na asri, wewe uwe unamnyenyekea Allah, na uende hata sehemu ambayo labda hujulikani, zima simu, au baina ile
nini, asiri na magharibi. Jichimbie sehemu, lalamikie Allah tabaraka wa taala kama walivyofanya wema waliotangulia. Situliona Ibn Mubarak wal-Imam Sufyan ath-Thawri alimfuata Ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak amtafuta Imam Sufyan ath-Thawri, kamkuta jathin ala rukbatayhi, piga magoti, toko na machozi, macho yake yanatokwa machozi, anamuomba Allah jioni ile ya siku ya Arafa. Kisha akamwambia, katika watu hao waliokusanyika nani ambaye ana hali mbaya zaidi? Akasema, ni yule ambaye hudhani kwamba Allah hatomsamehe, yule anayedhani kwamba akiomba dua hawezi kuitikiwa. Mwenye dhana hiyo ndio mtu mbaya zaidi katika siku kama hii. Ikiwa tunapata fursa kama hizi, tuzitumie vile inavyotakikana, tuzitumie vile ilivyo kama walivyozitumia wema waliotangulia. Yule mwingine akawa anasema, wallahi siku hii ya leo Allah tabaraka wa taala asirudishe dua za wenye kuomba kwa ajili labda ya madhambi yangu mimi, na kuomba Allah. Kwa sababu gani? Anaathirika na wenzake anavyowaona wanavyomuomba Allah tabaraka wa taala. Hivyo ndugu zangu, jitahidini sana uitendee haki hii siku ya Arafa. Na baada ya siku ya Arafa kuna yaumun nahri na kuna 3 ayami tashriq, siku 3 za kubanika nyama ambazo zinafuatia. Hizi zote ni katika siku alfadhila, ni katika siku zilizofadhilishwa ambazo tukimbilie katika kufanya kheri. Hatujui sisi ni amali gani ambayo itatuacha sisi tuingie peponi. Huenda amali unayoiona kwako ni ndogo, ukaifanya ikawa ni sababu ya wewe kuokolewa na moto, kwa unapata radhi za Allah kwa amali hiyo ambayo hata huizani. Hapa Mtume ndo anasema, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, sidharau chochote katika jambo jema. Kwa hiyo tujiandae nafsi zetu, miili yetu, akili zetu kwa ajili ya kufanya yale yamridhishayo Allah tabaraka wa taala siku zote, lakini hasatan yaumu Arafa, siku ya Arafa. Bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa. Umeambiwa hivyo. Tunao matatizo mengi sana yanatusibu yetu sisi binafsi, ya kuamiliana na watu katika kazi zetu, biashara zetu. Hebu tutumieni fursa hiyo ya khairu dua. Bora ya dua, dua yaum Arafa, ni dua ya siku ya Arafa. Tuitumie vizuri ili tuweze kutumia muda wetu sawasawa na vile ambavyo ametoa maagizo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.